Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imezidi kutoa vitisho dhidi ya Iran. Israel inaitishia Iran kuongezeka kwa mashambulizi wakati Iran ikirusha makombora mbali zaidi kuliko hapo awali. Wakati fulani Israel na Marekani walisema kwamba Iran sasa imeshiwa na makombora, lakini wakati huu wanashangazwa na mashambulizi mazito yanayofanywa na wa Iran. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametishia kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya Iran mnamo siku ya jana Jumamosi, na Uingereza ikilaani Iran kwa kulenga kambi ya pamoja ya Uingereza na Marekani katika bahari ya Hindi, huko vita vya Mashariki ya Kati vikiingia wiki yake ya 4. Mashambulizi ya Iran katika kambi ya anga ya Diego Garcia iliyoko umbali wa maili 2500 sawa na kilomita 400 kutoka Iran ilipendekeza Tehran ina makombora ya akiba ambayo yanaweza kwenda mbali zaidi kuliko ilivyokiri hapo awali. Iran inaonyesha wazi kwamba ina makombora yenye uwezo wa kuifikia mataifa ya Ulaya pale ambapo yataamua kuingia vitani. Hili watu wa Ulaya wanalijua vema, na ndio maana hawakuamua kuingia vitani kuisaidia Marekani. Pia siku ya Jumamosi, kituo cha kurutubisha nyuklia cha Iran cha Natanz kilipigwa katika shambulizi la anga. Shirika rasmi la habari la Iran liliripoti likisema hakukuwa na uvujaji wa mionzi, lakini ni Iran iliyolipa kisasi kwa kufanya shambulizi katika kinu cha nyuklia cha Dimona kilichopo nchini Israel, ambapo zaidi ya watu 100 walijeruhiwa vibaya. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema katika taarifa yake ya video kwamba wiki ijayo ukali wa mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya utawala wa kitheokrasi wa Iran utaongezeka kwa kasi kubwa. Usiku na asubuhi, Tehran ilifanya mashambulizi dhidi ya Israel, lakini pia ilishambulia maeneo mengine katika Mashariki ya Kati. Huko Iraq, ndege isiyokuwa na rubani ilishambuliwa makao makuu ya idara ya upelelezi huko Baghdad, na inadaiwa kwamba afisa mmoja aliuawa. Hakuna kundi lililodai mara moja kuhusika na shambulizi hilo zaidi ya Iran. Saudi Arabia pia ilisema ilidondosha ndege 20 zisizokuwa na rubani ndani ya saa chache tu katika la mashariki mwa nchi hiyo, nyumbani katika mitandao mikubwa ya mafuta. Hakuna majeruhi na hakuna uharibifu ulioshuhudiwa. Israel imesema itafanya mashambulizi makubwa zaidi wiki ijayo, lakini pia mashambulizi ya Iran ambayo wakati huu yanaonekana ni makubwa hayaonyeshi dalili ya kupungua kwa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alikiambia kituo cha habari cha Kyodo mnamo siku ya Ijumaa kwamba Iran inataka si kusitishwa kwa mapigano, lakini mwisho kamili wa kina na wa kudumu wa vita. Iran haitaki mapambano mara kwa mara, lakini ipo tayari kulipa kisasi kutokana na kile ambacho kinafanywa na mataifa mengine dhidi yake. Iran itapambana wakati wote. Iran haipo tayari kuona inashambuliwa na kuacha mashambulizi bila ya kuwajibu. Hilo ni kosa kubwa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ni moja kati ya taarifa iliyotolewa na viongozi nchini humo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Ijumaa kuwa anafikiria kumaliza vita hivyo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, wakati Marekani ilikuwa ikituma meli 3 zaidi za mashambulizi na takribani wanajeshi 2500 wa ziada katika eneo hilo. Chapisho la Trump katika mitandao ya kijamii ya hasa ule wa Truth Social lilifuatia tishio la Iran kushambulia maeneo ya burudani na watalii duniani kote. Ilikuja pia baada ya kupanda tena kwa bei ya mafuta katika soko la hisa la Marekani na kufuatiwa na tangazo la serikali la Trump la kuondoa vikwazo vya mafuta vya Iran ambavyo tayari vimepakiwa kwenye meli, hatua inayolenga kubishana na kupanda kwa bei ya mafuta. Jaribio la Iran kugonga kambi ya anga ya Diego Garcia katika bahari ya Hindi ni tishio jingine. Maafisa wa Uingereza hawajatoa maelezo kuhusu jaribio hilo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.